Basi wale ambao watengeneza maudhui katika kategori zote ambazo tumetajiwa hapa, basi wajitokeze kuomba na kushiriki, ili baadaye tuweze kupata washindi ambao watapatikana hiyo siku ya tarehe 12 ya mwezi wa pili. Sisi kama Baraza la Taifa tuko pamoja na hao waandaaji kuhakikisha kwamba hizi tuzo zitakuwa ni bora, ambazo zitakuwa mahiri na zitatoa watu ambao watakuwa ni bora sana hapo baadaye. Kwa hiyo tunaamini kupitia tuzo hizi sasa hawa watengeneza maudhui kwenye hiyo mitandao ya kijamii watazingatia swala la maadili. Kwa sababu kwa nini tunasisitiza maadili? Tunasisitiza maadili kwa sababu ndiyo msingi wa sisi wa Tanzania tuliojengwa nao. Kwa hiyo tunapokuwa na maadili mema, maana tunatengeneza taifa ambalo lenye uadilifu. Bila kuwa na maadili mema, maana ni ngumu sana kuwa na taifa ambalo lenye uadilifu. Kwa hiyo mimi ni wasihi sasa hawa watengeneza maudhui kwenye hiyo mitandao ya kijamii watumie daraja hili au jukwaa hili la Tanzania Creators Awards kuhakikisha wanatengeneza maudhui ambayo yanazingatia maadili, yale ambayo yanatufundisha mila na desturi zetu kama Watanzania. Vile ambavyo tunaviona havina faida kwenye jamii yetu, basi tusivione kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni wasihi wale wote ambao watashiriki, tutahakikisha ni wale ambao maudhui yao ambao yapo kwenye hizo majukwaa mbalimbali yamezingatia maadili. Sasa utajikuta wewe ambayo kweli una maudhui lakini hayazingatii maadili, utakosa hizo tuzo, na maanake ukikosa zitakusababisha ukose fursa zingine ambazo zitajitokeza baada ya tuzo hizi kufanyika. Kwa hiyo mimi ni wasihi sasa watengeneza maudhui wanafanya kazi kubwa, lakini kikubwa tunawasihi waweze kuzingatia maadili kwenye kazi zao. Sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa BASATA ni wajibu ambao tumepewa kwa mujibu wa sheria kuhakikisha wale wote wanaofanya shughuli za sanaa wanazingatia maadili. Na sasa hivi tumetoa mpaka mwongozo wa uzingatiaji wa maadili kwenye kazi za sanaa. Kwa hiyo ni wasihi hawa watengeneza maudhui wakiingia kwenye tovuti yetu ya BASATA watauona wa mwongozo, wanaweza wakaupakua ili wausome waone ni mambo gani wanatakiwa kuyafanya na mambo gani wanazuiliwa wasiyafanye, ili kuhakikisha sasa kile tunachokitengeneza basi kinakuwa na faida kwa wao wenyewe, lakini na kwa taifa kwa ujumla.